wasikilizaji na watazamaji wangu katika hii chaneli yetu. Nawakaribisha katika hii chaneli yetu siku ya leo. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupea uhai na ametujalia kwa neema yake tumefika siku ya leo. Naomba tujifunze neno la Mungu tena. Katika neno la Mungu wiki iliyopita, siku zilizopita, tulikuwa tumejifunza kuhusu Mungu vile anatoa onyo in advance ili kutufundisha sisi mambo yatakayotupata na mambo vile yaliyopo katika dunia hii, ili sisi hiyo mafundisho itufundishe, kwa maana ujio wake umekaribia sana. Lakini leo nilikuwa naomba tuingie katika the three angels messages katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 14 mstari wake wa 6 hadi wa 11. Biblia inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, hawahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake. Naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Na moshi wa maumivu yao hupanda hata juu milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Hii inakuwa, this is the warning of vital importance to every person. Kwa kila mtu, hii inaitwa ni warning ya kwamba Mungu ametuonya. Ni maonyo ya kwamba tusije tukamsujudu huyo mnyama wala kupokea chapa katika uso wetu wala kupokea katika mikono yetu. Hii ni warning ya kwamba Mungu ametuonya tumsujudu yeye peke yake, tusimsujudu mnyama wala kupokea sanamu yake. Siku zinapokuja tutajifunza mnyama ni nani, sanamu yake ni gani, na mambo mengi tutajifunza Babeli ni gani. Kwa maana hatuwezi kukaa kimya, kwa maana Mungu anasema tutaje dhambi, tutaje kwa jina. Kila kitu tutaiweka wazi katika hii channel yetu. Mungu anahitaji tuwe na knowledge ya understand hapo mnyama ni nani, chapa yake ni gani, na hiyo vitu zote zimetajwa katika huo Ufunuo 14:6 mpaka 11. Lakini tutaendelea kujifunza vile tunavyoendelea hivi. Katika kitabu cha Hosea mstari wake sura yake ya 4 mstari wake wa 6, Mungu anasema hivi. Mungu anatuambia, watu wangu waangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu
mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Biblia ikisema hivyo, inamaanisha sisi tunafaa kuwa na maarifa ya kujua haya maneno yameorodheshwa katika kitabu cha Ufunuo. Katika kitabu cha Proverbs 2:1-7. Kitabu cha Proverbs Mithali 2:1-7. Na Biblia inasema hivi: mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu, hata ukitega sikio lako kusikia hekima, ukauelekeza moyo wako upate kufahamu, naam, ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu, ukiutafuta kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyostirika, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Huwawekea wanyofu akiba ya hekima kamili. Yeye ni ngao kwao waendao kwa ukamilifu. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba tunastahili kupata hekima, tupende maarifa kutoka kwa Mungu wetu. Katika kitabu cha Danieli 12:4-10. Danieli 12:4-10. 12:4 mstari wake wa 4 inasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Mstari wake wa 10 nayo inasema hivi: wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hawataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio wataelewa. Mungu anataka tuwe na hekima ndio tuelewe ni nini ametufunulia katika kitabu cha Ufunuo 14:6-11. Na hekima na maarifa na ufahamu hutoka kwa Mungu wetu, vile tunavyoelekezwa na hizo vitabu. Katika kitabu cha Mathayo 7:7-8, Biblia inatuambia hivi. Biblia inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Mungu anataka tuombe hekima na maarifa na ufahamu kutoka kwake, naye atatupea na tutaelewa vizuri tuko wapi, tumetoka wapi na tunaelekea wapi. Mungu atatuongoza. Katika kitabu cha Ezekiel 33 mstari wake wa 11, Mungu anasema, waambie, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahi kufa kwake mtu mwovu, bali aghairi mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Ghairini mkaache njia zenu mbaya. Mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Mungu anauliza ya kwamba mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Mungu hataki mtu mwovu afe na uovu. Lazima wote tupigie ufahamu kwa kumjua Mungu, kwa sababu tumepata hekima na maarifa na ufahamu kutoka kwake. Katika kitabu cha 2 Peter chapter 3 verse 11, verse 10 and 11. 2 Peter, waraka wa pili wa Petro, sura yake ya 3 mstari wake wa 10 na 11 inasema,
Biblia inatuambia hivi lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafunuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa. Imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa. Mungu anataka tuwe na mwenendo mtakatifu. Tukisikia hili tuwe na ufahamu. Tuwe na ufahamu, tuwe na maarifa utokayo kwa Mungu, ili tukae na tuenende na mwenendo unaofaa. Tuenende na mwenendo wa tabia ya Kristo, maana tabia ya Kristo unaonyesha popote ulipo sura ya Kristo. Katika kitabu cha Malaki mstari wake wa tatu, sura yake ya 3 haya yake ya 18, ndipo mtakaporudi nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Kuna makundi mawili. Wewe uko kwa kundi gani? Kwa kundi ya kumtumikia Mungu ama kwa kundi ya asiyemtumikia Mungu? Kwa hivyo Mungu atapambanua wenye haki na wasio haki. Haya yake mstari wake wa 4 nayo inasema, wakati ule ndipo dhabihu za Yuda ya Yerusalemu zitakapopendeza mbele za Bwana, kama katika siku za kale na kama katika miaka ya zamani. Aya yake ya 12 nayo inasema hivi, na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo Mungu anatamani tuitwe heri kwa kukaa na tabia kama yake, kwa kukaa na tabia ya Kikristo na ya Kikristo kweli kweli. Sasa niulize swali, maana hilo swali ndio discuss sana kwa siku zijazo zingine hapo mbele. What is the meaning of the beast with that unique mark? Maana ya hii mnyama ni gani? Hii yenye iko na chapa, ambayo chapa ya iko unique. Tutachifundisha hayo sana siku ziko mbele zetu. Before we discuss the beast itself, we must understand the historical background preceding the beast. Lazima tuelewe history ya huyu mnyama. The best place to start is in the book of Daniel, which deals with great prophecy from 6th century BC down to the end time. Penye tutakapoanzia, pazuri pa kuanzia ni kitabu cha Daniel. Hiyo ndio imeongelea prophecy kutoka 6th century to the end time mpaka sahi. The interpretation of the symbols used in the Bible prophecy has not been left to human guesswork. Hii mambo ya unabii ya Biblia, hakuna mtu atakaye-interpret vile anavyopenda. Hatafanya guesswork, maana ni Biblia yenyewe inasema na ni Biblia yenyewe inajibu. Prophecy in history written in advance. Iliandikwa hapo ili kutufundisha tulikuwa wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Na Mungu wetu anataka tuwe na ufahamu na maarifa. Katika kitabu cha Petro wa pili 1:20 nayo inasema, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatayo kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Kwa hivyo maandiko
unabii hayawezi kutafsiriwa vile mtu anavyopenda, ni vile anavyoongozwa na Roho wa Kristo, na Biblia yenyewe ndiyo inaongoza. Tukijifundisha hili, tutasoma katika hiki kitabu inaitwa The Book of Daniel and Revelation. Imeandikwa na ndugu anaitwa Samuel Gikundi Nzomo. Utaweza isoma, ukipata kopi yako itaweza kukusaidia, kwa sababu hii imeinua Biblia kweli kweli. Katika kitabu cha Daniel 7:17 hata 23 inaongelea kuhusu the beast. The beast in prophecy can symbolize a kingdom or the king. This is clearly taught in Daniel chapter 7 verse 17 to and 23. These great beasts are the 4 kings. The 4th beast shall be the 4th kingdom upon the earth. In Daniel chapter 7 verse 3, it's written, and 4 great beasts came up from the sea. The sea or water represents peoples and multitudes and nations and tongues. Kwa hivyo hiyo inamaanisha ni watu wengi. Katika Revelation chapter 17 verse 15, naomba tusome hapo. Revelation 17:15. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Katika Isaya chapter 8 verse 20, ilikuwa Isaya chapter 8 verse 7. Isaya sura yake ya 8 mstari wake wa 7, nayo inasema, basi sasa angalia, Bwana aleta juu yao maji ya huo mto yenye nguvu mengi sana, nayo ni mfalme wa Ashuru na utukufu wake wote, naye atakuja na kupita juu ya mifereji yake yote, atafurika juu ya kingo zake zote. Kwa hivyo tumeelewa ya kwamba maji inasimamia nations, inasimamia tongues, inasimamia watu wengi kwa jumla. In Daniel chapter 7, the prophet sees the coming world empire represented as beast. A parallel description we find in Daniel chapter 2 verse 27 to 45, where individual parts of the statue are symbolizing in the accurate manner the future course mankind will take. Kwa hivyo beast inasimamia the kingdom. Kwa hivyo kuna kiongozi anakuja hapo. Daniel anaonyeshwa kiongozi anakuja ambaye anasimamia the beast. Kwa hivyo the beast inamaanisha the kingdom or the king. Mungu akitujalia, Mungu akituwezesha, tutaanza kuangalia the lion in Daniel chapter 7 verse 4 kuendelea. Daniel chapter 2 tutaangalia next round tutaangalia hiyo. Mungu awabariki, Mungu awajalie, tuonane tena, tuombe. Baba Mungu wetu, asante kwa sababu ya msikilizaji mwenzangu, asante kwa sababu ya mtazamaji mwenzangu ambaye ameniangalia. Bwana, tuwezeshe wote kufikia ufalme wako katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen.